Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu. Bwana kubariki. Ninakualika tena kwa siku ya leo katika mfululizo wa masomo haya ya namna ambavyo twaweza kufahamu teolojia ya uwakili katika Biblia. Tangu Mungu alipomuumba mwanadamu na kisha kusudi la Mungu kwa mwanadamu, na tena mpango wa Mungu wa wokovu kwa mwanadamu, na tumaini la mwanadamu mbele za Mungu na mbele za Kristo milele na milele. Wakati huu tunaendelea na somo letu la sehemu ya 3 ya asili ya mwanadamu pamoja na mpango wa wokovu. Ninakukaribisha tuweze kuomba pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako na litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa upendo mwingi ambao umetuonyesha katika neno lako. Na sasa tunakusihi tena, Roho Mtakatifu atufundishe ili tuamue kila mmoja kuwa mawakili waaminifu mbele za Mungu na kisha mbele za wanadamu wenzetu. Tupatie neema ya kuwa wakamilifu na watakatifu, kwani tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mtoto wa Mungu, tuliangalia kipindi kilichopita ya kwamba Adamu na mke wake walikuwa wameumbwa katika hali ya ukamilifu, na Mungu alikuwa amewahusia ya kwamba wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini kwa bahati mbaya, lile Mungu alilokuwa amesema alikutimia kwao. Katika sura ya 3, nyoka ambaye ni adui Shetani anazungumza na mwanamke na kumuuliza maswali, na pasipo kujua Hawa anaanza kuhojiana na Shetani. Kuhojiana na adui kulimfanya adui amshinde Hawa. Hawa alijikuta anakuwa katika mashaka ya kumuhofia Mungu, ama kuanza kuuliza hekima ya Mungu. Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu akataa hii? Kwa nini Mungu akataa hii? Kwa nini Mungu akataa hiki? Ni kana kwamba tunaporuhusu mashaka ya Shetani ama maneno ya Shetani kututoa katika neno la Mungu, na sisi tunageuka kuwa waasi mbele za Mungu. Kwa hivyo ninakupendekezea neno lolote ambalo ni la Mungu katika Biblia, tafadhali usilionee mashaka, liamini, lichukue kama lilivyo na uliishi kama lilivyo. Lakini pia tulitizama Hawa baadaye alipotizama mti wafaa, akachukua matunda akala, na baadaye akaelekea kwa mume wake. Mwandishi yule anasema Adamu alipomtizama mke wake kwa hofu na huzuni, sura yake ikabadilika, akajiona kana kwamba anakwenda kupoteza kitu cha thamani kabisa katika maisha yake. Na Adamu akachagua kuungana na mke wake ili wafe pamoja. Wako baadhi ya ndugu zetu, sijui ni wewe, marafiki zako, ambao wako tayari kufa lakini si kuacha dhambi. Wako tayari kushirikiana na wale ambao mara zote wamewaondoa kwa Mungu lakini si kuwaacha. Adamu, kosa lake alilolifanya ni kuchagua na yeye
kuangamia pamoja na mke wake. Ni kweli upendo una nguvu hata kupita mito na maji, lakini upendo unaokuongoza kumkosea Mungu sio upendo, bali ni uasi. Kwa hiyo akiwepo mtu mmoja ambaye anasema niko tayari mimi kufanya chochote kwa ajili yako, lakini si kwa ajili ya Mungu, huyo anahesabika kama muasi mbele za Mungu. Ikiwa unaweza kutumia gharama kubwa, fedha nyingi kwa ajili ya kitu kingine chochote kisicho na maana, basi mbele za Mungu unahesabika kama mvunjaji wa sheria na usiye wakili mwaminifu. Lakini somo hili na kipindi hiki kinataka kutukumbusha mambo tunayopaswa kuyafanya ili turudi tena kuwa mawakili waaminifu wa siri za Mungu na ufalme wake. Adamu akachagua kufa. Ninakupendekezea leo usichague kufa. Usichague kutenda dhambi na mtu fulani kwa sababu anakuambia anakupenda ama unamwambia unampenda. Usikubali kuungana na mtu kutenda kosa ambalo ni dhambi mbele Mungu, ama ni kosa kwa nchi yako, ama kwa familia yako, ama kwa jamii yako, ama kwa kanisa lako. Usiungane kuwavunjia heshima viongozi wako. Usiungane na watu kuwasema vibaya viongozi wa nchi. Usiungane na watu kunena ama kutenda lolote ambalo ni ovu, ambalo Bwana amelikataza katika neno lake. Adamu alichagua, nami nakuomba usijachagua mauti, bali chagua uzima na chagua kuwa wakili wa Mungu. Mungu alipoona mambo haya yametendeka, anakuja anawaita Adamu pamoja na Hawa. Tulihitimisha kwa kusema ya kwamba Mungu wala hakuzungumza na shetani tena. Alizungumza na Hawa, akazungumza na Adamu. Alizungumza na Adamu, akazungumza na Hawa, na hukumu kwa nyoka. Kana kwamba mwanadamu ana nafasi leo ya kuokoka tena, lakini nyoka hana nafasi tena. Usishirikiane na shetani. Shetani yeye alikusha kuhukumiwa. Yeye alikusha kujua hana tena nafasi ya pili. Lakini wewe mtoto wa Mungu, Mungu anahitaji umche, umtii na uliishi neno lake. Na tukahitimisha kipindi kilichopita kwamba Adamu na mke wake walikaa bustani ya Edeni, na haya yote waliyafanya ndani ya bustani ya Edeni. Ninaweza kuwa kanisani, kumbe ninaweza kuwa mahali fulani, lakini kuwepo si hoja kubwa namna namtii kumheshimu Mungu. Kwa hivyo tumekuwa tukiwasotea watu vidole, huyu atachomwa moto maana hasali. Lakini yuko mtu yupo kanisani, lakini haliishi wala hatii neno la Mungu. Je, ni wewe? Tii neno la Mungu, kwa kuwa kanisani hakuta kuokoa, ila ni Mungu atakaye kuokoa. Ile Yesu atakapokuwa anakuja, liko lile kundi litakalosema, Bwana, Bwana, tuliponya kwa jina lako, tulihubiri kwa jina lako miji mikubwa, katika vichochoro, katika vijiji vya ndani kabisa ambako watu hawakuweza kwenda, lakini tulikwenda. Ndipo Yesu ataondokea, maana siwajui ninyi. Ni watu waliokuwa kanisani, na wakati mwingine hata waliotumika katika nafasi tofauti tofauti, lakini kuwa waaminifu wataangamia. Nami ninakuonea wivu, sitaki uangamie. Pendo, usiangamia. Mahali ulipo, je, salama? Je, unalitii neno la Bwana? Je, unamtii Mungu? Kila anachokisema ndicho hicho unachokiishi? Mungu anakupenda. Mungu akusaidie. Anataka ugeuke uwe wakili wake mwaminifu. Katika lile fungu la 21
ndilo fungu ambalo tutaangalia mpango wa Mungu wa wokovu, habari za uwakili, jinsi Mungu anavyotenda tangu kwa wazazi wetu na anavyotenda hata kwako wakati huu. Inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Katika Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu amekuwa kila wakati akipambana kurudisha maisha yale aliyoyakusudia tangu mwanzo alipomuumba mwanadamu pamoja na mbingu na nchi. Lile fungu la kwanza, sura ya kwanza 31 tuliangalia, Mungu alipotizama aliona kila kitu ni chema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kila kitu Mungu alichokiumba kilikuwa ni chema. Huo ndio mpango wa Mungu kwetu mimi na wewe milele, kutaka kurejesha yeye. Kwa hivyo mtoto wa Mungu anayenitazama, ukiwa unatembea, anza kufikiria ya kwamba kusudi la Mungu kuniumba ni kutaka kurejesha yale mahusiano na makusudi ya yeye kuniumba. Kusudi la Mungu ni kwamba kila kitu chema mbele, yaani anaponitizama mimi, anapokutizama wewe, akuone kana kwamba umezishika sheria na unaenda sawasawa na kile alichokuagiza. Je, jambo hili lingewezekana? Maana wazazi wetu Adamu pamoja na Hawa walikuwa wametenda dhambi na tayari kifo kilikuwa kinawahusu. Je, Mungu alichukua hatua yoyote tena? Je, Mungu alihuzunika popote? Je, Mungu alifanya nini baada ya wazazi wetu kushindwa kumtii yeye? Je, Mungu anaweza kufanya nini kwa watu ambao wameshindwa kuwa mawakili waaminifu? Walikula zaka, miili yao wakafanya mambo yasiyofaa, ndoa zao wakazifanya vitu ambavyo, ama wakashiriki vitu ambavyo sio vyema. Je, ni viongozi ambao hawakwenda sawasawa na Mungu alivyosema? Je, Mungu anataka nini tena kwao? Je, kuna tumaini lolote kwao? Ndiyo, liko tumaini. Adamu akiwa amekubali matokeo ya kufa, Hawa akiwa amekubali matokeo ya kufa, wote wamekubali na hakuna tumaini tena. Wameamua na wamechagua kuangamia. Mwandishi huyu anazungumza kitu cha tofauti ambacho kilikuwa kikiendelea mbinguni. Ellen G. White, bado nitaendelea kumnukuu katika masomo haya, andika sema, huzuni ilijaza mbingu. Mtoto wa Mungu unapofanya kosa, huzuni inaonekana mbinguni, maana umefanya dhambi. Ndiyo maana kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Luka, neno la Bwana linasema, maana pana furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anayetubu na kurudi kwa Kristo. Na mimi ninatamani uwe wewe, ili urudi kwa Kristo iwe furaha mbinguni. Ikiwa mwenye dhambi anarudi kwa Mungu kunakuwa na furaha, je, habari gani kwa mwenye dhambi ambaye hajaamua kurudi? Panakuwa na huzuni mbinguni. Anaendelea kusema, pale ilipotambuliwa kuwa mwanadamu alikuwa amepotea na kwamba ulimwengu ambao Mungu alikuwa ameumba
kulipaswa kujazwa na wanadamu wenye kufa, walioandikiwa taabu, magonjwa na kifo, na kwamba hakukuwa na njia ya kuokoka kwa mkosaji. Matokeo yale ya dhambi yalikuwa ni matokeo yaliyofanya hata mbinguni kuwe na huzuni, wala hapakuwa na furaha. Huwa tunaambiwa ya kwamba mbinguni malaika humsifu Bwana na kusema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wale wazee 24 pia husifu mbele za Bwana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Lakini taarifa ya Adamu pamoja na Hawa mke wake kukosa mbele za Mungu, kumtilia Mungu mashaka, kulileta huzuni mbele za Mungu mbinguni. Jamii yote ya wale wakazi wa mbinguni walikuwa na huzuni baada ya taarifa kufika ya kwamba Adamu na mke wake walikuwa wamekosa mbele za Mungu. Ukiwa wakili, Mungu akusaidie ufahamu ya kwamba pale nitakapotenda dhambi, moja kwa moja pana huzuni mbinguni, kwa sababu nimevunja kanuni na maelekezo ya kile Mungu alichokusudia kwangu. Anasema ukurasa namba 184, kitabu cha ujumbe wa awali: nilimwona Yesu mwenye kupendeza na kuona sura ya huruma na huzuni juu ya uso wake. Mara nilimwona akikaribia ile nuru angavu mno iliyomfunika Baba. Malaika aliyeandamana nami akasema ana mazungumzo ya faragha na Baba yake. Mara 3 alifungiwa ndani na nuru ile tukufu iliyomzunguka Baba. Na mara ya 3 alipotoka kwa Baba, nafsi yake iliweza kuonekana. Aliwaambia kwamba alikuwa akimsihi Baba kuchukua hukumu ya kifo juu yake mwenyewe, ili mwanadamu apate msamaha. Baada ya huzuni mbinguni, eti Ellen G. White anaandika na kusema, niliona sura ya Yesu Kristo yenye kupendeza, na tena nikaona huzuni juu ya uso wake. Nilimwona akikaribia mbele za Baba yake. Kulikuwa na nuru angavu iliyomfunika Baba, na niliona akiingia mara 3, na malaika yule aliyeambatana naye ama na Ellen G. White alimwambia anamsihi Baba. Wako na mazungumzo ya faragha ambayo ni Baba na Mwana peke yake walikuwa wanazungumza. Mpango wa wokovu kwa mwanadamu ulikuwa umewekwa. Wakili mwaminifu anapaswa kujua ya kwamba kuna mpango madhubuti kwa ajili yake ili aokolewe. Mwanadamu yule ambaye amekuwa akizivunja amri za Mungu, ambaye amekuwa haendi sawasawa na neno la Mungu, ambaye amekuwa akitapanya na kutumia rasilimali Mungu alizomkabidhi, yeye ambaye amekuwa akiwatendea wengine mabaya, eti mpango wa wokovu tayari ulikwisha kuandaliwa siku ile mbinguni. Ellen G. White anaandika ya kwamba nalimuona Yesu nikiambiwa na malaika wako katika mazungumzo akimsihi Baba aweze kukubali yeye abebe hukumu ya kifo ambacho mwanadamu anakistahili kwa ajili ya yeye mwanadamu kuwekwa huru ama kuokolewa. Jambo gani lilikuwa linamsukuma Yesu ambaye ni mwana wa Mungu? Ni upendo. 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 Upendo Yesu aliyokuwa nao
upendo ambao Mungu alikuwa nao kwa mwanadamu, hata kukubali kujitoa nafsi yake kufa kwa ajili ya mwanadamu ambaye hakujali kutii maagizo ya Mungu, ni jambo ambalo ni siri na ni jambo la kufurahisha, ambalo mwanadamu kila wakati anapaswa kulitafakari na kuamua ama kuchagua kuliishi kila wakati. Upendo wa Mungu ulimlazimu Yesu kuwa tayari kuja kufa kwa ajili ya mwanadamu aliyevunja ya Mungu. Kwa hivyo pale ambapo mimi nimevunja amri ya Mungu ya kushindwa kuwa wakili mwaminifu, ama wewe, eti Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa akimsihi Baba ili adhabu ije kwa Yesu, wewe uwe huru, mimi niwe huru, alafu tuishi sawasawa na lile kusudi la Mungu. Kuna wakati mwingine unaweza kufanya kosa, alafu maisha yakaendelea, ukajiona tu uko salama. Kumbe si kwa sababu ya nguvu zako, ni kwa sababu mpango kwa na kuvumilia ili urudi kama wakili mwaminifu akupokee badala ya kuendelea baya. Ellen White anaendelea kuandika, anasema, ndipo furaha isiyoelezeka ilijaza mbingu, waliimba wimbo wa sifa na kuabudu. Mwanzoni walikuwa na huzuni, wala wa kuabudu, walikuwa tu hamna hata furaha mbinguni. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa amekubaliwa ama amefanya kikao kikubwa kabisa, baada ya kikao hicho mbingu yote ilikuwa imejawa na wimbo wa sifa na kumwabudu Mungu. Anaendelea, anasema, malaika alisema, unadhani Baba alimtoa mwanawe mpendwa sana pasipo mapambano? Ili lilikuwa ni swali la malaika akimuuliza Ellen G. White, ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki. Ellen G. White alipoulizwa swali hilo hakuwa na majibu, na malaika aliendelea, rahasha, lilikuwa ni pambano hata kwa Mungu wa mbinguni, ama kumwacha mtu mwenye hatia aangamie, au kumtoa mwanawe mpendwa afe kwa ajili yao. Huwa tunasikia watu wanasema, jamani, yaani hata ninashindwa kuamua, huyu ni fulani ninamfahamu, huyu naye ninamfahamu, sasa niamue vipi? Ndivyo lilikuwa pambano zaidi ya haya yote tunayoyaona duniani, ya kwamba Baba alikuwa katika pambano. Halikuwa jambo la kawaida kukubali kumwachia mwana wake wa pekee mpendwa eti kufa kwa ajili ya mwanadamu mkaidi. Nataka kuzungumza kitu gani? Hebu taratibu fikiria maneno haya, ya kwamba Mungu alikuwa na nafasi ya kuchagua, amchague mwana wake Yesu Kristo, ama akuchague wewe mwanadamu ili Yesu afe, ama amchague Yesu ili wewe ufe. Ni sawasawa na baba mmoja ambaye ni dereva na msimamizi mahali fulani, ambaye wakati anaendelea na majukumu yake alijikuta mtoto wake wa pekee hayupo, na ni wakati ambapo alitakiwa kufunga na kuendelea na majukumu yake. Na yule mwongozaji wa kisa anasema, baba huyu alichagua kumpoteza kijana wake wa pekee ili meli iliyokuwa na treni iliyokuwa imebeba watu wengi ipite salama. Mungu ndivyo alivyokubali Yesu Kristo afe ili mimi na wewe tuweze kurejeshwa kwake tena. Upendo wa Mungu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu
katika kitabu cha Yohana sura ya 3:16, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ya kwamba Mungu huyu kwa sababu ya upendo alikubali kumpotezea Yesu ili mimi nation pamoja na wewe tuweze kurejeshwa tena. Aliamua kusema ninaruhusu, ili mwanadamu yule aliyekuwa ametenda dhambi ya kutokutii arejeshwe tena katika nafasi ya kuitwa mwana na binti wa Mungu. Ikiwa Mungu aliamua kumpenda mwanadamu kiasi hiki cha kukubali kumtoa mwana wake, je, mimi nitafanya kitu gani kwake aliyenipenda? Leo watu wanaweza kusema ama kufanya, anasema jamani, fulani alinisaidia ada na leo amepata matatizo, siwezi kumwacha, nitakwenda kwake. Na watu hata akionekana mmoja amepata changamoto, umuuliza na kusema, hivi fulani alikuja? Anasema fulani hakuja. Hakumbuki ni wewe ulimsaidia, hakumbuki ni wewe uliyemsomesha, hakumbuki ni wewe ulikuwa ukitoa pesa kwa ajili yake, hakumbuki. Yaani amekusahau, hajui kama unaendelea na changamoto na matatizo haya. Ndivyo Mungu anavyotutazama. Malaika wanajiuliza, hivi huyu anayetazama na kusikiliza kipindi hiki, yeye amesikia ya kwamba Mungu alimpenda akamtoa Yesu, yeye anatoa kitu gani kwa Mungu? Mungu hutubariki. Unafanya biashara, unapata faida, lakini wala haukumbuki ya kwamba yuko Mungu ambaye ninapaswa kuonyesha upendo wake tena kwa alionitendea, nionyeshe upendo wangu kwake kile alichonifanyia. Daudi anazungumza mahali fulani, anasema nimrudishie Mungu nini kwa ukarimu huu alionitendea? Mtoto wa Mungu, utamrudishia Mungu kitu gani kile alichokutendea? Alimtoa mwana wake ili wewe uweze kuokolewa na kurejewa tena katika mahusiano na Mungu. Yeye amekusudia uweze kurejea. Anatamani mawakili wote duniani waione gharama hii ya ukombozi Mungu aliyofanya kumtoa Yesu Kristo kufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu ili turejeshe. Je, tunaweza kumrudishia Mungu kitu gani ili ambaye aseme jamani nation kwa hiki alichokifanya anafaa? Mungu anataka utii wako kwake inatosha. Ukimtii Mungu, kile anachokisema utapeleka na utakuwa tayari kufanya. Mungu anapokuambia zishike amri, utakuwa tayari kuzishika amri kwa kuwa umejua gharama ya Mungu aliyotoa kwa ajili yako. Ukiambiwa ya kwamba Mungu anahitaji utoe sehemu ya mali yako kwa ajili ya kazi yake, utakuwa tayari tena mwenye shauku, wala hautanungunika. Michango imekuwa mingi siku hizi, watu wanatafuta tu misaada, wala utatoa kwa furaha, na kila siku utakuwa tayari kutoa na kutoa na kutoa, kwa kuwa unajua yule ambaye vyote vinapatikana kwake alikuwa tayari kutoa ili mimi pamoja na wewe tuokolewe na turejewe tena katika mahusiano pamoja na yeye. Ninazungumza na mtu mmoja ambaye Mungu alimtoa Yesu Kristo kwa ajili yake, lakini kwa bahati mbaya huyo mtu hauoni upendo wa Mungu wa yeye kumtoa Yesu Kristo. Amekuwa akitumia vitu vyote kwa ajili ya faida yake mwenyewe.
Ninazungumza na mtu ambaye Mungu amembariki, lakini amekuwa kila wakati hakumbuki ya kwamba kuna sehemu ya kurudisha kwa Mungu kama utii. Zaka na sadaka ni ya Mungu. Amekuwa akibarikiwa, lakini hakumbuki kurudisha kwa Mungu. Ninazungumza na mtu ambaye alikuwa anaumwa. Shetani alikusudia kumuua ama kuondoa maisha yake, lakini Mungu kwa upendo akasema, nitaingilia kati nimwokoe mwanangu, nina kusudi naye. Lakini mtoto wa Mungu huyo alipopona katika hiyo changamoto ama ugonjwa, bado hakumbuki kumpatia Mungu utukufu. Ninazungumza na mtu ambaye alikuwa hana ajira, Mungu akamsaidia akapata ajira, lakini ajira hiyo hakumbuki kumtii Mungu tena. Ninazungumza na mtu ambaye Mungu alihakikisha kila kitu kinapatikana kwake, lakini mtoto wa Mungu huyo, licha ya vyote Mungu alivyovifanya, hakufanya chochote. Kuna wimbo mmoja unaimbwa, nimekunyima nini, umenipa nini? Mwandishi huyu anauliza kana kwamba lingekuwa ni swali la kwangu na wewe, ni vitu gani Mungu ameninyima? Kila kitu amenipatia. Uhai amenipatia, mavazi amenipatia, familia amenipatia, biashara amenipatia, ulinzi amenipatia, maisha mazuri amenipatia, nyumba amenipatia, mji amenipatia, kazini ameniinua na kunibariki. Mimi nimempatia nini Mungu? Wengine tulizaliwa katika familia maskini kabisa kijijini. Leo Mungu amekuinua. Leo umekuwa ni mtu unayejulikana, lakini nini umefanya kwa Mungu? Ni kitu gani unafanya kama wakili mwaminifu kwa Mungu wako, yeye aliyemtoa Yesu Kristo kwa ajili yako usiangamie? Upendo wa Mungu ambaye alikubali eti kumpoteza Yesu kwa ajili yangu na kwa ajili yako, turejee kwake tena. Lakini upendo huo wanadamu tumekuwa tunaukataa. Tumekuwa tuko tayari kung'ang'ania na adui na kumfuata adui badala ya kumfuata Mungu. Mungu atafanya nini ikiwa wale aliowafia kwa kumtoa Yesu Kristo mwana wake pekee, hao badala ya kupokea huo upendo wanaukataa huo upendo? Mahali fulani Yesu alizungumza mfano akasema, mtu mmoja alikuwa na shamba na akawakodisha wakulima fulani ili wafanye kazi katika shamba lake, na akitarajia ya kwamba wale wakulima wangeendelea kulima kwa faida yao, lakini wangekumbuka kutunza sehemu ya bwana mwenye shamba. Baada ya muda fulani kupita, bwana mwenye shamba akasema, nikawaone wale wakulima niliowapangisha kwenye lile shamba langu. Na mwanzo akamtuma mtumwa wake mmoja kwenda kudai sehemu, sio shamba. Alikuwa anadai sehemu kidogo sana, sehemu ya vile ambavyo wameviweka, ama kuheshimu ya kwamba hiki jamani Mungu amenitendea, au bwana wangu amenitendea, amenipatia shamba ili nilime, ngoja na mimi basi nionyeshe sehemu kidogo. Lakini anasema wakamtendea mabaya yule mtumwa na hata wakamuua. Bwana mwenye shamba alipoona kimya akamtuma mwingine na mwingine, na idadi ikawa inaongezeka ya watumwa.
Nendeni kwa wale wakulima shambani, mwambie, bwana mwenye shamba, naomba tu sehemu kidogo ya kile ambacho nimekwisha kukivuna. Lakini wale watu hawakukubali kabisa. Na mimi nataka nikuulize swali. Je, unataka kuwa kama hao wakulima ambao ni wachoyo, wakulima ambao si wema, wakulima ambao hawathamini ya kwamba shamba sio la kwao, wala mazao hawakuyasumbukia wao wenyewe? Kuna mvua ilinyesha ili wapate chakula, lakini wanaamua kula vyote, wala hawakumbuki yuko Bwana mwenye shamba anahitaji sehemu yake. Wewe ni mkulima, kumbuka Mungu anahitaji zaka na sadaka katika mazao yako. Wewe ni mfanyabiashara, kumbuka Mungu anahitaji zaka na sadaka katika kile unachokipata. Mungu anatutaka kila mmoja kurudisha kwa upendo mbele zake, ili yeye aendelee kutubariki. Hata hivyo, wale wakulima walipoonekana ni wakaidi, bwana wa shamba alisema, nitawaondoa hao wakulima, kisha niwapangishe wengine watakaokuwa wanajua nini maana ya kuwa wakulima katika shamba langu. Kwa nini Mungu akung'oe? Kwa nini Mungu akuondoe? Sio kusudi lake kukuondoa. Kusudi la Mungu la wewe kuwepo duniani ni kwamba uwepo milele, hata Kristo ajapo mara ya pili uishi tena na yeye. Anataka uwepo wako duniani uwe baraka kwa kazi yake. Anataka uwepo wako duniani uonyeshe ya kwamba kweli umeijua thamani ya upendo wa Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo wakulima hawa pamoja na Adamu na Hawa ni wale ambao Kristo alipia, na anangoja wanadamu wote kukubali na kuwa tayari kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Baba pamoja na Mwana walikuwa wote tayari kama vielelezo katika uwakili, kama vielelezo vya mawakili wema, mawakili ambao hawasemi hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwangu, siwezi kukupatia, siwezi kushare na wewe, hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwangu. Walikuwa tayari kuwa mfano ya kwamba wakili anapaswa kuwa mkarimu. Tunda la Roho Mtakatifu katika kile kitabu cha Wagalatia, mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza katika kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5. Anasema lile fungu la 22, lakini tunda la Roho ni upendo. Wakili anatakiwa kuwa na upendo kwa Mungu, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Anapaswa kuwa mtu wa upendo na mkarimu kwa Mungu wake aliyempatia vyote. Anza kutoa mwili wako kwa Kristo, moyo wako kwa Kristo, maana yeye alijitoa kwa ajili yako. Yeye katika kitabu cha Ufunuo anasema, tazama nasimama mlangoni, Ufunuo 3:20, ninabisha mlango wa moyo wako. Hata wakati huu Yesu anabisha akisema, mwanangu, angalia nilikuwa tayari kufa kwa ajili yako, nikubali basi, nikubali, ili akae pamoja nawe, ale pamoja nawe, na wewe pamoja naye. Lakini pia mahusiano ya aina yoyote
Yule ambaye ni kiini ni Yesu Kristo, na mahusiano yoyote ya Mungu na mwanadamu yamejengwa katika upendo. Upendo hutii. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 anasema upendo huvumilia, upendo unatii. Upendo, huwezi kusema nampenda Mungu kama haumtii Mungu, wala neno lake haulifuati, wala kuzishika kanuni na sheria zake hauzifuati. Yesu Kristo ni mfano wa yule aliyejikana nafsi yake, kuacha uungu na kuushinda ubinafsi. Wakati nikiwa PFC, kulikuwa na wimbo fulani tunauimba wakati huo, ya kwamba mpango wa mbingu ni kupokea na kutoa. Ndio mpango wa mbinguni, ya kwamba Mungu mpango wake ni kutubariki, na ndivyo anavyofanya ili sisi tutoe. Ndio mpango wa mbinguni. Alafu tulikuwa tukiendelea kusema mpango wa mwovu. Mpango wa mwovu. Mpango wa mwovu ni kupokea na kubana. Mpango wa mwovu ni kupokea na kubana baraka za Mungu katika maisha ya mtu huyo. Kwa hivyo Mungu akikubariki eti ukabana sehemu ya 10, huo ni mpango wa yule mwovu. Mungu akikubariki katika biashara yako, katika utafutaji wako, katika maisha yako yoyote, alafu ukashindwa kutambua ya kwamba yuko Mungu aliyenitendea haya, huo unahesabika ni mpango wa mwovu, ambaye siku zote hutaka kujimilikisha vitu vyote viwe vya kwake. Lakini tumeangalia fedha, dhahabu na vyote ni mali ya Mungu. Wafundishe watoto wako kuwa mawakili waaminifu wa Mungu. Ifundishe familia yako kuwa mawakili wema wa Mungu. Wewe mwenyewe anza kuwa wakili mwaminifu wa Mungu, pasipo kujua chochote ya kwamba Mungu alikuwa akikusudia lolote. Adamu na Hawa hawakuwa na tumaini, lakini Mungu alitaka kurejesha tabia ya watu wake Hawa katika bustani ya Edeni kuwa mawakili waaminifu. Ni kweli waliondolewa katika bustani ya Edeni, lakini tabia ya Mungu ilikuwa sawa sawa, maana Mungu alikuwa amewavika mavazi ya ngozi Adamu pamoja na mke wake. Kwa hiyo watu fulani wanaweza kusema, masuala ya uaminifu hayo ni ya mwanaume. Habari ya kutoa matoleo hayo ni ya mwanaume, ni ya baba fulani, ndio anapaswa kutoa, mimi huwa sitoi. Habari ya uwakili ni ya mwanaume na mwanamke. Wote wanapaswa kuwa mawakili wema wa Mungu. Wala sio tu mume na mke, bali hata watoto wao wanapaswa kuwa mawakili waaminifu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anapokubariki, usiishie kusema baba fulani amekusha kutoa zaka, hiyo amekusha kutoa sadaka, jamani inatosha. Kila mmoja Mungu alimvika vazi la ngozi. Alimvika Adamu na alimvika Hawa, kana kwamba hakuna mmoja anaweza kusema alivikwa tu Adamu, kwa hiyo Adamu ndiye mwenye majukumu ya kufanya. Sisi sote tunahesabika kama mawakili, na Mungu anatuhitaji kusimama sawasawa na anavyotuhitaji. Somo hili basi lililenga na lilijengwa katika vitu gani? Moja, lilikusudia kutuonyesha picha halisi ya Mungu kama mwanzilishi wa uwakili.
na Yesu Kristo kama wakili wa Mungu mwaminifu, wakili ambaye alikuwa tayari kufanya yote kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu yeyote anayetaka kuwa wakili wa Mungu lazima ajitoe tayari kufanya yote kwa ajili ya Mungu. Taabu zenu si bure mbele za Bwana. Mungu amekusudia mibaraka kwa wote watakao kuwa tayari kumfanya Mungu wa kwanza katika maisha yao. Lile fungu la Mathayo 6 linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Yesu Kristo, Mungu Baba, anakusudia kukuona wewe pamoja na mimi kama mawakili tulio tayari kumfuata sawasawa na yeye alivyoonyesha kielelezo. Jambo la pili, Baba alikuwa tayari katika kikao cha faragha na mwana wake kujadili hatima ya mwanadamu. Leo baba na mama, kaeni kikao cha kuamua hatima ya maisha yenu. Je, mtaendelea kukaidi sauti ya Mungu kwa kuchagua kutokuwa mawakili waaminifu, ama mtakubali ili Mungu awapokee tena na kufanya mawakili waaminifu? Fanyeni kikao ya kwamba hivi tumrudishia Mungu kitu gani? Mungu mbona tubariki sana? Je, tunamheshimu Mungu katika mambo yetu yote, katika biashara zetu, katika ndoa zetu, katika maneno yetu? Je, tunamheshimu Mungu? Kaeni, amueni kuwa mawakili waaminifu. Kaeni kikao. Kama ni wewe peke yako, kaa kikao pekee, wewe mwenyewe peke yako, alafu anza kujioje maswali. Je, kweli nimekuwa wakili mwaminifu kwa Mungu wangu? Na kama sivyo, leo rudi tena kwa Yesu. Mungu atakupokea. Jambo la tatu, Baba alikuwa tayari kwa ajili ya kumtoa Yesu mwana wake pekee kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Mungu anataka utoe, usitoe nusu-nusu, usitoe mara moja, bali anataka utoe, yawe ni maisha yako ya kila siku. Wako wengine usema, mwezi jana nilitoa sana kwa uaminifu, mwezi huu hapana. Mungu alikuwa tayari kumtoa Yesu Kristo, na tena alimtoa milele kwa ajili ya mimi na wewe tuokolewe. Mungu anakusudia kabisa mimi pamoja na wewe, kila siku tunayoishi tujitoe kwake sawasawa na makusudi aliyoyakusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa fikiria mwanadamu ambaye alikuwa uchi, aliyekuwa hana tumaini, lakini mara hii Mungu anarejesha tumaini kwake tena. Mungu anaporejesha mahusiano kati yake na wanadamu, hurejesha na furaha tena pamoja na baraka. Ninaomba nisome fungu hili, alafu tuone ahadi ya Bwana anavyosema. Fungu la 11 kitabu cha Malaki anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Fungu lile la 12 linasema,
na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mungu anahitaji wale watakaorejea kwake tena, wakimwambia Bwana, tunajitoa kwako tena, kuwa mawakili kwa kuonyesha upendo wetu kwako, kwa vile tulivyo navyo, kwa mali tulizo nazo, kwa kurudisha 10%, kwa kujitoa miili yetu kwako, kwa kuileta familia yetu kwako, kwa kujitoa kazi zetu tulizo nazo kuwa baraka kwa ajili ya ufalme wako. Mungu amekusudia na ameahidi ahadi za kweli kabisa juu yao. Bwana na akubariki sana unapoamua kumfuata kwa kurudisha ama kudhihirisha ama kuonyesha upendo wako tena kwa Mungu wa mbinguni. Tunapomalizia sehemu hii, Ellen G. White anapoandika ya kwamba kikao hiki kilikuwa ni cha faragha, yako mambo ambayo unapaswa kuyafanya faragha na Mungu wako peke yake. Habari ya uaminifu ni habari unayopaswa kuifanya maamuzi na Mungu wako faragha. Amua wewe mwenyewe, hata kama mwenzi wako atakataa, lakini wewe fanya kikao cha faragha na Mungu wako ya kwamba Baba, ninaamua leo kuwa wakili mwaminifu, ninajitoa. Kama rafiki uliye naye si mwaminifu wala nakufanya kutenda dhambi ama maovu mbele za Mungu, leo fanya kikao cha faragha na Mungu, kusudia kuwa wakili mwaminifu mbele za Mungu kwa gharama yoyote. Wakati fulani tulikuwa na changamoto, lakini changamoto ile iliyokuwepo, iliyohitaji fedha, haikunifanya nishindwe kuonyesha upendo wangu kwa Mungu na utii wangu kwa Mungu kwa kusema sasa acha niitumie yote, maana nina shida na nahitaji kuitatua. Wakati mwingine shetani hutujaribu sana. Unapata fedha, alafu jambo linatokea linalohitaji fedha, na kiasi cha fedha kile ulichokipata ulitakiwa kukitolea zaka, lakini uhitaji unakuwa wa lazima, unajikuta unatumia zaka ya Mungu kwa sababu ya kuhalalisha uhitaji wako. Lakini somo hili linasema ukiwa na upendo, ukipima upendo wa Mungu kwako. Wako watu husema, nilikuwa na zaka hapa jamani, nimeandaa, lakini amekuja mhitaji hapa, nimeamua kumpatia. Wala mhitaji hata kufanya utoe zaka ya Mungu kwa matumizi yasiyo sahihi. Shida yoyote haitanifanya mimi ama wewe, wala Mungu hakukusudia iwe hivyo, ili ituondoe kuonyesha na kudhihirisha upendo wa Mungu kwetu, ama upendo wetu tushindwe kudhihirisha mbele za Mungu. Paulo anaandika na kusema, ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Katika kile kitabu cha Warumi sura ya 8. Ni kitu gani? Shida isikufanye ushindwe kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Jitoe kwa Mungu, mpende Mungu, dhihirisha imani yako kwake ya kwamba unamtegemea na yeye pekee ndiye haki yako.
Rafiki yako asikufanye ushindwe kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Mchumba wako asikufanye ushindwe kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Wala wazazi wako wasikufanye ushindwe kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Wala viongozi wako wa dini wasikufanye ushindwe kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Kuonyesha upendo wako kwa Mungu nini maana yake? Ni kutambua kile Mungu amefanya kwa ajili yako ili upate uzima wa milele, na kuwa tayari kufanya chochote kwa ajili ya Mungu anapokuagiza. Mungu anapotuagiza miili yetu iwe hekalu la Roho Mtakatifu, bila shaka kwa sababu umetambua upendo utatii. Vyakula ambavyo Mungu amevitaka ili wanadamu tule, vyakula ambavyo ni halali, sio najisi, hivyo utakula kwa sababu umejua upendo wa Mungu. Amri za Mungu ambazo ni tabia ya Mungu, kwa sababu umejua upendo wa Mungu kwako, utakuwa tayari kuzitii na kuziishi kama tabia ya Yesu Kristo siku zote. Bwana na akubariki. Somo hili ninaamini limekufanya tena umuone Mungu aliyekuwa tayari kutoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Je, mimi nitatoa nini kwa ajili yake? Toa muda wako kwa Mungu. Toa mwili wako kwa Mungu. Toa maisha yako kwa Mungu. Toa moyo wako kwa Mungu. Toa biashara yako kwa Mungu. Toa familia yako kwa Mungu. Toa kila kitu ulicho nacho kwa ajili ya Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, utusaidie upendo huu tudhihirishe kwako tena. Tupatie upendo kama wa Yesu Kristo aliyokuwa tayari kufa kwa ajili yetu wanadamu tuliokuwa wakaidi wa sheria yako. Lakini leo kwa kuwa tumetambua tunapaswa kutii na kuonyesha upendo wetu kwako kama mawakili, tusaidie kuishi sawasawa na yale yote unayotuamuru, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Mungu na akubariki sana. Karibu katika vipindi vinavyoendelea vya Wakili Mwaminifu. Bwana awe nawe.